Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako. Naomba nguvu zako tena katika somo hili, tuongoze kwa uwezo wako na nguvu zako katika jina la Yesu, amina. Karibu katika somo hili zuri ambalo linasema wakati wa kufa unapokuwa fursa. Kufa, hakuna mtu anayependa kufa, lakini kuna wakati inakuwa ni fursa. Hebu fikiria uambiwe kwamba ufe leo upate uzima wa milele. Mwili hautataka, pamoja kwamba ni fursa. Mwili umepewa fursa hii, yaani kuishi milele na milele. Ufe leo halafu uishi milele na milele, ni fursa. Lakini mwili ambavyo ni wa ajabu, unagoma, unaweza ukagoma. Sasa fursa hii alipewa Hezekia mfalme wa Yuda. Kwa kweli ni funzo kwa wale wanaoitwa wana wa Mungu, hasa pale ambapo katika nyakati za mwisho kuhusu kujinyenyekeza, kutubu na kutii mapenzi ya Mungu bila kushikilia matakwa yao binafsi. Wanapopewa nafasi hiyo, kwamba ni wakati wa mwisho sasa ambao tunahitajika kwa kweli kutubu, kwa sababu wakati wetu umefika. Hezekia alipewa hii Tukio la Hezekia liko katika Isaya 38 na Wafalme wa Pili 20 kuanzia fungu la kwanza mpaka la 11 na Mambo ya Nyakati 32 fungu la 24 mpaka 26. Wakati Hezekia alipokuwa mgonjwa, alipougua, Mungu alimtuma nabii Isaya, na alimtuma nabii Isaya akamwambia kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa maana hakika utakufa wala hautapona. Tengeneza mambo ya nyumba yako, yaani ni fursa ambayo kama unawaambia tubu ili ufe, fanya toba ili ufe, tengeneza mambo ya nyumba yako, ni fursa. Alafu huko nyuma Hezekia alikuwa amefanya mambo mazuri, ilikuwa ni fursa. Mwili ukagoma. Ndiyo maana nia ya mwili ni uadui na Mungu. Nia ya mwili ni kifo. Mwili unapokupeleka katika kujisifu, kujiinua, starehe, kujipendekeza, kujitetea na mambo kadhaa wa kadha wa mwili. Kuna mtu mmoja akaniambia chakula cha mwili, chakula cha nafsi, binafsi, chakula chake ni sifa, kujiinua. Yaani mwili unaishi, nafsi inaishi katika hayo ya kifa. Ndio utasikia katika Biblia mwili ufe ili Yesu aishi. Unaposikia Mungu nahitaji mwili ufe ili wewe uishi ndani mwangu, maana unataka hayo mambo yafe: kujisifu, kujitetea, kujiinua, kujionyesha kwa watu. Hayo ya kifa, mwili unakufa, nafsi unakufa, ubinafsi unakufa. Ubinafsi ndio dhambi inakufa. Dhambi hayo yanapokufa, yaani yanakufa hayo. Utaona Hezekia, kwa nini mwili ulikuwa unaishi. Kwa hiyo pamoja na kwamba mwili unalaana, mdhaifu, lakini hautaki kufa. Mwili hautaki kufa hata kidogo. Hata kama ulikuwa ni mbaraka huu, yaani kuambiwa Hezekia kwamba tengeneza mambo yako, kwa kweli hutapona. Mungu alikuwa hataki kabisa Hezekia ifike sehemu fulani waseme kwamba amefia dhambini. Kwa hiyo alikuwa anamhitaji urithi uzima wa milele kwa yale aliyokuwa ametenda. Kwa kweli alikuwa ametenda mambo mazuri, na hiyo ndio tabia ya mwili. Hautaki kufa, mwili wetu hautaki kufa.
hata ungeambiwa kuna mazuri ya namna gani mbinguni, hautaki kabisa. Kwa hiyo ukiona yale mafungu kwamba mwili una uadui na roho na mwili, yote unayoyafanya haya, kujisifu, kujiinua, kujionyesha, yaani hii ni dalili za kufa kabisa. Na utasema kwa nini dalili za kufa? Kwa hiyo kujisifu ni kutokupenda, kutokuwa na upendo. Ubinafsi kinyume chake ni upendo. Upendo adui yake ni ubinafsi. Upendo ni kwenda kwa wengine. Kwa hiyo Hezekia hakuwa kwa kweli anataka kufa. Mwili ulikuwa unaongea, mwili unataka kujionyesha. Ndio maana alianza kujitetea, nimefanya hiki na kile. Kwa hiyo Mungu hakuwa anamwadhibu, bali alimuita kupumzika baada ya maisha ya uaminifu. Hezekia alikuwa mfalme mwema. Kwa kweli alirejesha ibada ya kweli, aliharibu sanamu. Yaani sanamu, anaposema hapo nyuma hakuwa mtu wa kujiinua, hakuwa mtu wa kujipendekeza. Sanamu za kuchonga zile za kipagani aliharibu. Aliongoza taifa katika uamsho wa kiroho. Unapoharibu sanamu, unapoharibu mitindo kanisani, unapoharibu ibada ya shetani kanisani, kwa kweli unaharibu sanamu. Kifo kingekuwa usingizi wa amani, na angezikwa akiwa na heshima kabla ya uovu mpya kuja Yuda. Lakini kwa sababu aliomba uhai zaidi, kwa machozi mengi alilia, alimlilia Mungu kwa rehema. Mungu alimpa miaka 15 ili aweze kuthibitisha kile kilichoko moyoni mwake. Hezekia aligeuza uso wake, akageuzia ukutani, akaomba kwa machozi mengi. Kwa hiyo Mungu anaweza akakupa kile unachokiomba ili baadaye udhihirishe kile kilichoko moyoni mwako. Umeomba kwa ukweli huo au kwa namna gani? Ndio, unaweza ukaomba. Hata wana wa Israeli waliomba mfalme wakati Mungu hakutaka, Mungu akawapa. Kwa hiyo Hezekia alisemaje? Hebu sikiliza. Hezekia, Wafalme 20 Wafalme wa pili 20 fungu la 2 na la 3. Nakusihi Bwana, ninakusihi Bwana, kumbuka sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako kwa uaminifu, kwa moyo mkamilifu na kutenda mema machoni pako. Anaomba Hezekia, kwa hiyo ili asife. Kwa hiyo Mungu alimsikia akamwongeza miaka hiyo 15 mengine. Kwa hiyo ni uchaguzi wako. Macho yako yanaona mbele? Macho yako yanaona uzima wa milele? Macho yako yanaona mbinguni? Au yanaona magari, yanaona nyumba, yanaona afya? Macho yako yanaona nini? Macho ya uchaguzi yanaona nini? Mara nyingine Mungu anakupa kuthibitisha kile kilichoko moyoni mwako. Pia akampa ishara sasa, kwa sababu sasa anataka athibitishe. Jua likarudi nyuma hatua 10 kwenye ile ngazi, kwenye ile saa ya Ahazi ile walikuwa napima kwa kivuli madaraja yale, akarudi madaraja 10. Lakini hebu tuangalie hivi, baada ya kupona Hezekia alijua kwamba kuna nini? Alijua afanyeje? Hivi wewe ukiomba sana, baada ya kubarikiwa, umeomba mali zikaja, unafanyaje? Hivi ukiomba wewe unaomba sasa kuolewa, sasa umeolewa, unafanyaje? Hivi ukiomba kuoa, sasa umeoa, unafanyaje? Umeomba sana. Hivi ukiomba afya, baada ya kuomba unafanyaje? Hivi ile juhudi, ile nguvu uliyotumia kuomba ndio nguvu utakayotumia kumshukuru Mungu. Kuna mtu mmoja niliwahi kumwambia, aliomba sana, akaomba, anataka mchumba, anataka kuolewa, yani umri unataka kupita, akaomba kwa nguvu, akafunga na kuomba. Na mwishowe nikamuuliza, hivi baada ya kuolewa, nguvu hiyo uliyotumia kuomba mchumba akaja, hivi ndio utatumia nguvu hiyo kumshukuru Mungu? Hapo ndipo tunapofeli, na matokeo yake tunatumia nguvu hiyo
kukaribisha sanamu za kujisifu, kujiona, kujiinua, sanamu hizo ambazo ndio zimeshamili leo kwenye kanisa la Mungu. Kila sehemu watu wanataka sifa, na tumeona huko nyuma kwamba sifa ikizidi sana, ukisifiwa sana, lazima utaua kwa moyo, utaua kwa vitendo, yaani utaua. Kama ni physical utaua, kama ni ndani ya moyo utaua, yaani utafanya. Ndivyo inavyokuwa mtu anayesifiwa sana, hatimaye anaangukia kwenye uuaji. Kwa kweli Hezekia akautumia muda huo wa ziada wa toba ya kina, wala kwa kweli Hezekia hakuutumia muda huo wa ziada wa toba ambao aliopewa baada ya kupona. Hakuutumia kwa kina wala kwa utii wala kwa shukurani. Hakuutumia kwa kumshukuru Mungu, hakutumia. Badala yake aliingia kiburi. Kikaingia kiburi, ndio hayo mambo ninayoona nafsi inaingia, ubinafsi unavyoingia. Ndio maana tunaposema ubinafsi chakula chake ni kiburi, kujisifu. Ndimo ambamo ubinafsi unamopenda kukaa. Yaani ukiondoa hiyo, huyu unayosema kwamba naomba nafsi ife, huo ukifa, kwa kweli unaingia unyenyekevu, na unyenyekevu ukiingia, Roho wa Mungu anaingia. Ndio maana ombi kuu la wana wa Mungu, wanaomba kwa kweli ubinafsi ufe. Kwa hiyo kaingia kiburi, akasifiwa na wajumbe wale waliotoka Babeli, wale waliokuja kumtembelea. Na wale wajumbe hawakuja tu hivi hivi, walimuona Mungu. Yaani watu wamemuona Mungu anakuja kwako, lakini wewe humuonyeshi Mungu nyumbani kwako. Alijionyesha fahari kwa kuwaonyesha mali za nyumba ya kifalme. Wakati wale wafalme kule wameona jua limeshikiliwa, wamemwona Mungu, jua limerudi, ni ishara ya kimungu. Lakini wanapokuja kwa Hezekia wanakutana na vitu vya fahari kuonyeshwa, akasahau kuwa hizo zilikuwa ni mali za Mungu. Lakini Hezekia hakulipa sawasawa na wema aliotendewa na Mungu, kwa maana moyo wake ulitukuka. Hivyo ghadhabu kamili yeye na Yuda na Yerusalemu ikawafikia. Hayo utayasoma katika Mambo ya Nyakati wa Pili 32 fungu la 25. Na matokeo yake unaanza kuona sasa, Mungu alimuonya tena kupitia Isaya kwa vyote alivyokuwa ameonyesha kwa Babeli kwamba vitu hivyo vyote vitachukuliwa. Hivyo vitu vitachukuliwa. Kama umevionyesha vitu hivyo vilikuwa ni vya Mungu, Mungu anaweza akaamua akatoa ulinzi wake vikachukuliwa. Hata wewe ambaye unayejionyesha sasa hivi katika siku zetu hizi, vitu hivyo vinaweza vikachukuliwa. Afya yako inaweza ikachukuliwa, mume wako anaweza akachukuliwa, kwa sababu kumrudishia Mungu utukufu. Kwa hiyo vikichukuliwa, sijui utarudi kwa nani tena kumwambia. Kwa hiyo Hezekia akaambiwa umefanya uovu. Kwa kweli alitubu, lakini katika kutubu huko alitubu kwa unyenyekevu. Katika onyo hiyo, majibu yake kwa Isaya yalionyesha ubinafsi. Hata katika toba yake, angalia alivyofanya. Hezekia alikuwa ameathirika, angalia toba yake, alikuwa ameathirika na ubinafsi. Tukisema kwamba chakula cha ubinafsi kwa kweli ni kujisifu, ni kujipendelea wewe na kujionyesha na kujitukuza, ndio chakula chake. Angalia hapa Hezekia anaonyesha dalili hizo zote. Neno la Bwana, Hezekia anajibu sasa kwenye toba yake hiyo, neno la Bwana ulilolinena ni jema, kwa maana alisema, maadamu kutakuwa na amani na usalama katika siku zangu. Kwa hiyo hii adhabu iwaendee katika uzao wangu nao kuja, lakini maadamu mimi kwangu kutakuwa na usalama, hamna shida. Ubinafsi eti ndio toba hiyo ya Hezekia. Hapa tunaona toba ilikuwa na hofu na sio upendo. Alitubu juu, matokeo sio juu ya dhambi yenyewe. Alikuwa anaogopa yale matokeo yasimfikie yeye. Sasa hatuwezi tukajua huko, utasoma we mwenyewe huko kwamba je, toba ya kweli Hezekia alitubu ili kuweza kurithi uzima wa milele? Yaani tunapata mafunzo gani hapa? Kuna hatari ya kuomba uhai wa mwili badala ya uhai wa roho, kama ilivyo mapenzi ya Mungu.
Wakati mwingine Mungu anaposema washa taa, muda wako umefika, ni rehema yake. Kuomba maisha kwa nguvu bila kuandaa roho yako inaweza kuleta majaribu makubwa zaidi, kama ilivyotokea kwa Hezekia. Lakini vile vile kiburi baada ya rehema ni hatari. Mungu alimtendea rehema kubwa, alipata upendeleo, ni fursa, kama inavyosema somo letu. Alipata fursa, lakini Hezekia alijivuna, na huo ukawa mwanzo wa anguko la uzao wake. Hebu angalia, angekubali kufa Israeli, Uyahudi kule Yuda isingepitia kwenye dhambi zile za Manase za kupeleka mpaka watoto kwenye moto. Manase alifanya dhambi kuliko mfalme yoyote katika Yuda kule, lakini hapa Manase alikuwa hajazaliwa. Ina maana kwamba Hezekia hapa angekubali kulala mauti, Manase asingezaliwa. Kuna somo liko mbele nasema chupuchupu Manase. Kwa kweli aliponea chupuchupu. Manase alifanya maovu makubwa, na ibada ile ya kupitisha watoto kwenye moto ilikuwa ni yeye. Na huyo Hezekia ndiye alisababisha Manase azaliwe. Kwa kweli mara nyingine wewe tunajisababishia, unaomba vitu fulani, kumbe unaashiria kitu kingine kutokea cha madhara zaidi. Lakini ungeruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe, inawezekana hayo yasingetokea. Mungu wetu tumuombe kwa kweli, mara nyingine tunapoomba tuache mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini kulazimisha kwamba mambo ya mwili haya, na mara nyingine useme kwamba mimi nitakuja nidhibiti. Hezekia na yeye alikuwa anajiona kwamba atakuja awe mkamilifu, lakini baadaye mwili ukamvuta kwenye kujisifu na kujionyesha, akamkosea Mungu. Hebu tumuombe Mungu tusiende katika dhambi hiyo. Mungu wetu abariki somo hili katika jina la Yesu Kristo. Amina.